Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimemega headline huko mtandaoni ni pamoja na hili jambo ambalo amelizungumza huyu bwana si mwingine bali ni Diamond Platnumz. Diamond bwana amezungumzia kuhusiana na sakata zima la kutengenezwa kwa arena hapa Tanzania. Sasa jambo ambalo limehappen bwana ni kwamba kwa muda mrefu sana wasanii wa Bongo Flava wamekuwa wakilalamika au wamekuwa wakililia serikali iweze kuwatengenezea sehemu, yani ukumbi mmoja mkubwa sana kwa ajili ya shughuli za kiburudani, yani ukumbi ambao utakuwa unatumika kwa ajili ya kufanyia event kama vile za ugawaji wa tunzo, vile vile bila kusahau kuwepo pia na ukumbi huo utumike kwa ajili ya kufanyia show kubwa. Kama unakumbuka vizuri, mnamo miaka kadhaa iliyopita bwana, kuna jambo la tunzo ambazo zilikuwa ni tunzo za Trace Music Awards, ambapo mwaka mmoja kabla zilifanyika kule nchini Kigali, Rwanda, lakini mwaka ule ufuata ikabidi zifanyike Tanzania, na ilikuwa ni moja kati ya heshima kubwa sana katika mziki wa Bongo Flava kuheshimishwa kutoka hapa Tanzania mpaka tunzo kubwa kabisa hizi kutoka Afrika kufanyika nchini humo. Kwa hivyo basi ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo viliwafanya watu wengi sana walikuwa very excited, na tunzo hizo zilifanyika kule Zanzibar, lakini kwa mujibu wa jinsi ambavyo maandalizi yalivyokuwa, ni kwamba kwa hali ilivyokuwa bwana, kwa namna moja au nyingine hali ilikuwa ni tete kidogo, kwani tunzo hizo zilifanyika nje ufukweni na jukwaa lilikuwa likiharibika, kulikuwa kuna matatizo ya hapa na pale, jambo ambalo kidogo halikuridhisha watu wengi, yani expectations za watu wengi hazikuwa met kutokana na kwamba kulikuwa kuna changamoto nyingi. Na yote hiyo ni kwamba iwapo kama kungekuwa na arena Tanzania, basi moja kwa moja ilikuwa ni jambo jepesi sana kwa tunzo hizo kufanyika katika arena hiyo, tofauti na kile ambacho kimetokea pande hizo za Zanzibar katika ugawaji wa tunzo za Trace Music Awards ambazo zilifanyika nchini Tanzania. So kwa upande wa Kigali Rwanda, japokuwa ni nchi ndogo, lakini wenyewe wametengenezewa arena. Kwa hiyo ina maana kwamba industry ya muziki wa Rwanda kidogo imepiga gepu. Serikali yao imeamua kuwapa thamani kubwa wasanii na kuwatengenezea arena. Tofauti na hapa Tanzania, wasanii bwana wamekuwa wakilalamika kwa muda mrefu kwamba wanahitaji arena, na hicho ndicho kitu ambacho amekizungumza zaidi Diamond Platnumz kuhusiana na sakata hilo, akiwa anazidi kuisii serikali iweze kutengeneza arena kwa ajili ya shughuli kubwa za kimuziki hapa Tanzania, kwani muziki ni moja kati ya chanzo cha mapato makubwa kabisa katika serikali ya Tanzania kwa wananchi. Muziki umegawa ajira kwa watu wengi. Muziki umekuza sekta mbalimbali kama vile sekta ya habari na vitu vingine kama hivyo. Sasa hili ni jambo ambalo amelizungumza Diamond Platnumz kwa muda mrefu sana pale Wasafi FM, katika interview ambayo ameifanya exclusive kabisa na Lil Omi. Katika interview hiyo bwana, Diamond amezungumza vitu vingi sana, vingi mno. Tutakava kimoja baada ya kingine na tutaangalia pia maoni ya wadau yamezungumzaje, lakini kwa hii leo tunataka tuzungumze kwanza kuhusiana na hili swala la arena, kwani limemeke headline kweli kweli kutokana na kwamba Harmonize Konde Boy ni moja kati ya wasanii ambao wamekuja kujibu swala hilo, akiwa anapingana vikali na kile ambacho amekizungumza Diamond Platnumz. Kwa upande wake Harmonize bwana, yeye amekuja hapa amelizungumzia swala hilo, akidai kwamba alichokizungumza Diamond bwana hakina mashiko, na serikali imejitahidi sana, imefanya vitu vingi sana vikubwa, na pia vile vile iko na project nyingi ambazo zinaleta matokeo chanya kwa jamii. Hakuna sababu ya kufocus zaidi kwa sasa na arena. Kwa kifupi ni kama vile Harmonize ameamua kumcrush Diamond, yani mchana kweupe kabisa, jambo ambalo limeibua hisia za wadau wengi sana. Wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na kile ambacho Harmonize amekizungumza. So at the end of the day ni kwamba Baba Levo bwana, baada ya kumtetea Diamond na kumwambia kwamba asimjibu Harmonize, lakini Diamond bwana ameamua kuja kutoa rai, kuweka vitu wazi kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ameamua kuja kuweka vitu bayana kwa namna moja au nyingine, baada ya kuona kwamba mijadala imekuwa ni mingi na mambo yamekuwa ni mengi, watu wanaenda out of rail kuhusiana na kile ambacho yeye amekizungumza. Kwa hiyo basi kupitia ukurasa wa Instagram wa Diamond Platnumz imeonekana comment ambayo Diamond akiwa na address situation jinsi ilivyo kwa mujibu wa kile ambacho
ambacho yeye alichokiona. Kwa mujibu wa Diamond Platnumz, amekuja hapa ameweka ujumbe hapa mrefu kabisa kuhusiana na kile alichokizungumza kuhusiana na serikali kujengea wasanii arena nchini Tanzania. Sasa kwa mujibu wa Diamond, anadai kwamba video zimekuwa zikikatwakatwa katika interview hiyo na zimekuwa zikipostiwa katika sehemu mbalimbali ambapo zimekuwa taken out of context, yani kwamba zimekuwa kama vile zimekuwa na upotoshaji kutokana na jinsi ambavyo zilivyokuwa zimekatwakatwa. Sasa basi ukifuatilia interview yote mwanzo mwisho ndio unaweza ukaelewa alichokuwa anamaanisha Diamond, lakini kwa wale ambao hawajafuatilia interview yote, wamefuatilia vipande vya clips ambazo zimesambaa Instagram, mwisho wa siku wanamlaumu Diamond. Kwa hiyo Diamond amewashauri watu waache kufuatilia klipu, wafuatilie interview nzima, wataelewa alichokuwa anakimaanisha. Kwa hiyo hapa Diamond ameandika kwamba tafadhali naomba msikate klipu za mahojiano nusu kwa lengo la kupotosha maana na kuzua taharuki. Diamond ameandika kwamba tafadhali naomba msikate klipu za mahojiano nusu kwa lengo la kupotosha maana na kuzua taharuki. Akaendelea kusema kwamba ilhali nia ilikuwa ni njema kabisa kuomba arena kwa faida ya tasnia nzima. Kwanza kabisa sinaga itikadi za kutafuta sifa za kijinga, kuponda serikali. Hivyo basi mimi sio mwanaharakati, na ndio maana hata kwenye mahojiano yangu nimezungumza na pia vile nikapongeza wizara na serikali yangu jinsi ambavyo inavyojitahidi kusaidia tasnia ya muziki kwenye nyanja mbalimbali, lakini pia hadi kwenye kusaidia wasanii mmoja mmoja. Akaendelea hapa Diamond kusema kwamba lakini nikasema pia vile kwenye arena bado hatujapata, ila wenzetu wa mpira wanapata sehemu nyingi. Yawezekana ikawa nimewasilisha kwa hisia kwa sababu mziki ni tasnia yetu, lakini pointi ya msingi ilikuwa kuendelea kuiomba serikali yetu ituwekee vijana wao arena nasi pia vile tujimwambafai. Ameandika hivyo Diamond Platnumz. So peji mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana hiyo habari. Kwa mfano hapa kuna peji ameandika kwamba bwana, sitafuti sifa za kijinga kuponda serikali, nimeomba arena kwa ajili ya wasanii. Maneno ya Diamond. Ameandika hapa Diamond ameweka ujumbe huo kwa ajili ya wasanii wote, kwa maslahi ya wasanii wote kupata uwanja wa kufanyia mambo yao ya sanaa. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, na pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.